siku ambayo Rais Idi Amin alikataa ndege iliyopewa na Rais Jomo Kenyatta. Mnamo tarehe 9 ya Julai mwaka 1975, Afrika Mashariki iliangazwa na tukio la kipekee ambalo litabaki kwenye kumbukumbu za kihistoria. Jenerali Idi Amin, rais wa Uganda aliyekuwa maarufu kwa udikteta wake na mamlaka isiyo na mipaka, aliyejulikana kwa kufanya maamuzi bila kushikiliwa na sheria za kidiplomasia, alilazimika kufanya mzunguko wa dharura Nairobi baada ya ndege yake binafsi ya twin engine aina ya Commodore kupata hitilafu ya kiufundi. Amin alikuwa akirudi nyumbani kutoka Ethiopia, ambapo alikuwa amezuru kwa ziara za kisiasa na kibiashara, pia akiwa amefanya ziara Somalia na Zaire. Kwa kuwa ndege yake iliharibika katikati ya safari, Amin alilazimika kuacha ndege yake na kuelekea Nairobi, mji uliokuwa mbali kidogo na mipaka ya Uganda, na ambao ulikuwa chini ya uangalizi mkali wa kisiasa kutokana na uhusiano mgumu kati ya Kenya na Uganda. Wakati huo, Amin na Mzee Jomo Kenyatta hawakuwa marafiki wa karibu. Hali ya kisiasa kati ya nchi hizo mbili ilikuwa na mvutano mkubwa, na uhusiano wao ulikuwa na historia ndefu ya kutokuwa na imani, misukosuko ya kidiplomasia na uhasama wa kisiasa unaoibuka mara kwa mara. Mvutano huo uliibuka mwaka mmoja kabla ya tukio hili la Julai, mwaka 1974, wakati mmoja wa marafiki wa karibu wa Rais Kenyatta, Kungu Karumba, aliyekuwa na umri wa 70, alitoweka kwa siri mnamo tarehe 15 ya Juni alipokuwa kwenye safari ya biashara kuelekea Uganda. Kutoweka kwa Kungu Karumba kulisababisha vurugu ya kisiasa, kupunguza imani kati ya viongozi wa nchi hizo mbili na kuongeza wasiwasi wa kina kuhusu usalama wa viongozi na raia wa kawaida. Tukio hili lilibaki kama alama ya hatari kwa uhusiano kati ya Kenya na Uganda, na kuathiri si tu kidiplomasia bali pia masuala ya usalama wa kibinafsi wa viongozi. Amin alipofika Nairobi mwaka 1975, alikutana na kikosi cha kisiasa cha hali ya juu kilichokuwa kimeandaa kumpokea. Kikosi hicho kiliongozwa na makamu wa rais wa Kenya Daniel Arap Moi, akiwa na wajumbe kutoka serikalini, wakiwemo mawaziri kama Robert Oko, waziri wa soko la pamoja la Afrika Mashariki, Paul Ngei na Babu Wood, waziri msaidizi. Kikosi hiki kilikuwa tayari kumpokea Rais Amin kwa heshima kubwa, lakini kwa tahadhari kubwa kutokana na historia ya kisiasa ya viongozi hawa wawili. Serikali ya Kenya, licha ya mvutano uliopo kati ya mataifa haya mawili, iliwasilisha pendekezo la kumsaidia Rais Amin kurudi Entebbe. Ndege iliyotolewa ilikuwa aina ya Cessna FIF-YATL, na serikali iliahidi usalama wa rais, ikihakikisha kuwa hakuna hatari yoyote ingemkuta wakati wa safari ya kurudi Uganda. Walisema wazi kuwa ndege hiyo ilikuwa salama na hakuna mpango wa kisiasa au bomu uliokuwa umetumika dhidi ya Rais Amin. Hata hivyo, Rais Amin alikataa pendekezo hili. Hali yake ya hofu na tahadhari ilitokana na historia yake ya kisiasa ndani na nje ya Uganda. Katika kipindi chake kifupi cha madarakani baada ya kuiondoa serikali ya Milton Obote mwaka 1971, Amin alikuwa amefanya maadui wengi. Maadui hawa walikuwa ndani ya Uganda, katika nchi jirani za Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika na hata Ulaya. Hali hii ilimfanya rais wa Uganda kuwa makini na kila hatua, na hakubahatishi maisha yake kwa kupanda ndege yoyote, hata ikiwa ingepewa na serikali jirani yenye hofu na heshima. Video ya dakika moja iliyorekodiwa wakati wa tukio hili inaonyesha sura ya Rais Amin akitembea kuelekea ndege. Anaonekana akiwa amevaa suti ya aina ya kaunda, akitembea kwa heshima, akiwa amezungukwa na watu wawili wazungu, mmoja akiwa amevaa sare rasmi. Video hii inaonyesha hofu ya rais, lakini pia heshima na mamlaka yake. Hadithi hii inaonyesha mchanganyiko wa hofu, ujasiri na tahadhari ya kisiasa, hali iliyokuwa sehemu ya kila uamuzi aliyofanya Rais Amin katika kipindi chake cha madaraka. Hatua ya Amin ya kukataa ndege ilionyesha hekima na tahadhari yake ya kisiasa. Aliamua kutokubahatisha maisha yake licha ya ahadi za usalama kutoka Kenya. Hii ilikuwa ishara ya busara ya kisiasa, ikionyesha kwamba hata viongozi wenye mamlaka makubwa wanapaswa kuzingatia historia ya kisiasa, uhasama na hofu ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Hali hii pia ilionyesha jinsi historia inaweza kuathiri maamuzi ya kidiplomasia, kwani tukio dogo linaweza kuleta matokeo mabaya kwa uhusiano wa nchi mbili. Aidha, tukio hili linaonyesha namna Rais Amin alivyokuwa makini na kila hatua aliyochukua. Hali ya hofu ilikuwa ni matokeo ya historia ya uhasama na mapenzi yake ya kudumisha mamlaka yake. Amin alikuwa anajua kuwa uhasama na adui wengi waliokuwa ndani na nje ya Uganda walikuwa tishio kwa maisha yake. Hivyo, kukataa ndege ya Kenya kulikuwa ni hatua ya kuhakikisha usalama wake,
lakini pia ishara ya kuonyesha tahadhari ya kisiasa. Katika kipindi hicho, Kenya ilijaribu kwa njia zote kuonyesha heshima na ujasiri wa kisiasa. Walihakikisha ndege yao ilikuwa salama na kutoa dhamana ya usalama wa rais. Lakini historia ya kisiasa na maadui waliokuwa wapo ilimfanya Amin ashikilie msimamo wake. Hali hii ilithibitisha kuwa maamuzi ya kisiasa yanatengenezwa si kwa heshima tu, bali kwa busara na tahadhari. Tukio la Julai 9 mwaka 1975 halikuwa hadithi ya kawaida ya ndege, bali kielelezo cha mvutano kati ya Kenya na Uganda. Ili kuelewa kikamilifu tukio hili, ni lazima kuzingatia historia ya uhasama kati ya viongozi hao wawili na jinsi kutoweka kwa Kungu Karumba mwaka 1974 kulivyopunguza uhusiano na imani kati ya nchi hizo mbili. Hali ya hofu ya Rais Amin ilithibitisha kuwa tahadhari ni muhimu katika maisha ya kisiasa na kuendeleza mamlaka. Aidha, tukio hili linaonyesha jinsi uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi mbili unaweza kuathiri maamuzi ya kibinafsi. Amin alijua kwamba hata tukio dogo linaweza kuathiri hatari ya maisha yake. Hatua yake ya kukataa ndege iliwezekana pia kutokana na historia yake ya uhasama na maadui waliokuwa wapo ndani na nje ya Uganda. Hatua hii ilithibitisha busara ya kisiasa na uangalizi wa maisha, jambo ambalo lilibaki katika kumbukumbu za kihistoria. Katika muktadha wa kisiasa wa Afrika Mashariki katika miaka ya 70, tukio hili linathibitisha kwamba viongozi wanaweza kuathiriwa sana na historia ya kisiasa, hofu ya mashambulizi na matukio ya awali. Uhusiano mgumu kati ya Kenya na Uganda, mvutano kati ya Kenyatta na Amin, na kutoweka kwa Kungu Karumba, yote yamechangia matokeo ya kisiasa ya siku ile. Hatua ya Amin kukataa ndege haikuwa ishara ya ukosefu wa heshima, bali ni ishara ya tahadhari na uangalizi wa kisiasa. Rais Amin alionyesha hekima ya kisiasa mnamo siku hiyo, akikataa ndege iliyotolewa na Rais Kenyatta. Hatua yake ilithibitisha kwamba hata viongozi wenye mamlaka makubwa wanapaswa kuzingatia historia ya kisiasa, uhasama na hatari zinazoweza kutokea. Tukio hili limeingia historia kama mfano wa tahadhari ya kisiasa, hofu na busara ya kuishi kwa uangalifu katika mazingira yenye mvutano wa kisiasa. Aidha, tukio hili linafunua tabia ya kipekee ya Rais Amin, mtu ambaye ana mamlaka makubwa, lakini kila hatua anayochukua anaangalia kwa makini hatari zinazoweza kutokea. Hii ilionyesha wazi kuwa hata viongozi wakuu hawawezi kuishi bila kuzingatia hatari za kisiasa, historia ya uhasama na hofu ya maadui. Tukio la Julai 9 mwaka 1975 litaendelea kuwa somo la kihistoria kwa viongozi wa kisasa, wakionyesha kuwa tahadhari na busara ni nguzo za kudumu katika siasa. Katika muhtasari, siku ile Rais Idi Amin alikataa ndege iliyotolewa na Kenya. Sio tu alijitetea mwenyewe, bali pia aliweka ishara ya tahadhari ya kisiasa. Hatua hii iliakisi historia ya uhasama, hofu ya